Amani. Wakati nilikuwa chini usome. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki kunyanyase. Wakolosai 3:16. Ndio hiyo habari. Nasema neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu. Rudia tena. Neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu. Endelea. Katika hekima yote. Endelea. Mkifundishana na kuonyana kwa zaburi. Endelea. Na nyimbo na tenzi za rohoni. Bas. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Kristo nalikae kwa wingi. Ande jirani yako, unahitaji wingi wa neno ndani yako. Kwa nini Yesu akasema kwenye Mathayo tena kwamba pepo mchafu amtokapo mtu, sio msafi, mchafu amtokapo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Utembee huko, baadaye urudi na kuchungulia nyumba ile, anapata ni safi, imefagiliwa, haina kitu. Wakati unamtambua Kristo, unahitaji uwe na nguvu ya neno ndani ya maisha yako, ndio uweze kushinda vita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiwa na wingi wa neno katika maisha yako, wewe umevaa silaha ya kutosha. Lakini ukiwa umepungukiwa, ndio maana Yesu akamwambia jamaa mmoja tajiri, baada ya kuambiwa kauze mali yako, kagawe maskini, kisha unifuate. Yesu akamchallenge tu, unajua amri, akaanza kuziimba kama kwaya. Usiwe, usiibe, sio na miguu mingine, usiende mke wa jirani yako, usitamani mali wala punda la mfanyakazi. Jamaa kaimba kwaya nzuri ni akatoa CD. Yesu akamweleza neno moja, umepungukiwa na neno moja. Gani? Akauliza kwa jili gani? Kwa kweli katokea, neno kauze mali yako, ukagawe, kisha aliondoka mbele ya Bwana akiwa amesononeka, amehuzunika. Yesu akasema ni vigumu hawa mabwana wa mali kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema hawa mabwana wa mali kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na wingi wa neno ndani ya maisha yako, shetani hakutoboi na kuwezi. Kwa nini nasema hivyo? Yeye mwenyewe akasema Bwana akatuma neno ili sisi tupone. Hakutuma mafuta tupone. Hakutuma vitambaa tupone. Hata nikitazama kwa Old Testament na kwa New Testament, wanaeleza neno mafuta mara moja tu. Na mafuta ilikuwa inatumika kupaka wale wagonjwa, hadi kwa Masai. Vidonda zile zipone kwa haraka. Na ni desturi ya Wayahudi tangu zamani. Lakini leo tumezigeuza, sasa ndio Yesu kuliko Yesu original. Hata kwenye Marko pale akawaambia, shikeni njia, mtoe pepo, msukue kitu njiani ila fimbo tu. Alipoeleza kasema aje pale, wakapoza wagonjwa wengi, wakapaka wengi mafuta. Sasa hapo ndio mwingine ananukuio haya, alafu akisoma kidogo anafunika Bible ndio hapa mpaka. Na upako ibuni 1000. Hiyo ndio kuambia mapema. Ukiona mhubiri yote anatumia vitu kando na neno, kando na Mungu, ujue hizo ni miungu. Nisomee Kutoka 20. Nataka uelewe, chochote ambacho kinaonekana kwa macho, ambacho kinatumika ili ifanye miujiza mahali, iwe kanisani ili ya kanisa, hizo zote kwenye orodha za miungu zinatajwa, wala sio Mungu. Wacha ndiko nikueleze. Na kama unaikausha, wewe ikausha na ukweli tabaki, ukweli na itakweka huru. Changamka. Kutoka 20 kuanzia penyewe. Ndio. Mungu akanena maneno haya yote akasema, ndio, mimi ni Bwana Mungu wako
kuchonga. Kitu ya kwanza, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani. Shikilia hapo. Leo tunashukuru wa Katoliki wana sanamu ya Maria. Ndio ukikuja kwa walokole unapata wako na fimbo ya Haruni. Sema fimbo ya Haruni. Si mnajua nabii hapo na hiyo fimbo. Wao wanapanga mlolongo wale kama kupiga kura wanakamata. Tadadada wanaanguka. Hizo ni baadhi za miungu. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Miungu, rudia. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Hata vitambaa za miujiza hizo ni baadhi za miungu. Hapo hakuna Mungu. Endelea. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Shikilia hapo. Hiyo mstari utaendeleza tu. Bwana Yesu asifiwe. Usijifanyie chochote mbinguni wala duniani wala majini. Usivisujudie wala kuvitumikia. Leo tumesahau kumshuhudia Mungu wa mbinguni na kumtumikia. Tumegeuka na kuvisujudia Mungu. Ndio naona leo mtu akakuja na Mungu ambaye inaitwa nyota. Mtu asipoita neno nyota kwa maisha yake aoni kama maombi yake yamejibiwa. Hizo ni miungu. Miandiko hilo limesema. Amesema chochote, usifanye chochote. Leo wahubiri tumeleta chochote, vyovyote tumetengeneza kwa akili zetu tukavileta kanisani. Leo tutakuwa na ibada ya chumvi ya kuvuta maagano na madhabahu. Hiyo ni miungu imeletwa. Leo tunataka tukufanyie maombi ya kupindua kitambaa redi nyekundu nyeusi. Hiyo ni miungu. Anointing oil ni miungu. Kwa Agano la Kale mafuta yalikuwa yakiliza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amekuja, mafuta nini? Ila tunapaka tusiparale. Bwana Yesu asifiwe. Tuoge, tupake, tung'are. Kuna watu hapo wasipopaka mafuta unadhani anafanya kwa kishaji. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu amepalana kama magoti ya mganga kwa sababu kukosa mafuta. Sasa mganga amepalana magoti ili akuibie. Mjanja. Bwana Yesu asifiwe. Hata ana majini ili ukora tu na ujanja na fix kidogo na kuweka madoli pale zalia. Karibu mgeni hakuna. Na kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Chochote kinachoonekana usikigeuze kuwa ni msaada kwako, na Mungu mwenye msaada yupo. Hata rozari hiyo ni sanamu, hizo ni miungu. Hata majina 99 za Allah, hizo zote ni miungu. Wakizungusha zile tende zao huyo 99. Bwana Yesu asifiwe. Zote ni miungu. Umeweka ilizi kwa nyumba, ni miungu. Unaitegemea, unaishuhudia, unaitumikia, hiyo ni miungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna zingine zionekani kama mambo za kiroho, hizi kunena dini za bandia, hizo ni miungu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia vizuri. Make sure katika maisha yako Mkristo wa kweli, baki na Yesu wa kweli. Baki na Mungu wa kweli. Sasa tuko na Mungu na tena uko na miungu. Sasa wakati muujiza imetendeka, utajua nani ametenda. Utajua nani ametenda. Ile ya babu
kuachia kafimo, ile umenunua sokoni, ile mganga amekupa kafuga kunoni, ile umezandika kwenye boma, ama ile kujitengenezea. Sasa nani ametema kwa hao 5? Mungu akasema yeye Mungu mwenye wivu. Na wivu ya Mungu sio kama wivu wa mwanadamu wa kawaida. Sio wivu wa mapenzi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni wivu mwingine tofauti na wivu wa mwanadamu. Mungu anaposema mkono wake wa akili zako, unajua Mungu ana vidole vitano. Maana tumbo lako huwezi viona. Basi niambie ana mikono ngapi? Akisema mkono wa Bwana. So usivifikirie wala kuvitumikia. Leo tumewacha Roho Mtakatifu ameondoka, Mungu ndo zimejaa. Haya, leo nataka nipeperushe koti yangu mara 7. Pastor ameleta miungu ya koti. Na unaamini. Breathe in out. Breathe in out. Na mnaamuka. Sote ni miungu. Hii tukutana na wachungaji ground. Tunaweza kugombana mpaka ni wabatize mara ya pili. Ugombana tukimaandiko. Maandiko pia anagombana. Anatoa mpaka dakika mwisho ni mlembe. Bwana Yesu asifiwe. Wasali waseme Yesu ni Bwana. Hiyo ilisi umeweka kwa kiuno. Ati natunza kazi yako. Na Jumapili kanisani na Bible. Unasema ainuliwe Yesu. Na ilizi ya kwamba nasikia wivu, haitafanya kazi, itagoma. Na wewe pia ukiinua ilizi, Mungu pia anagoma, hajibu maombi yako. Sasa tangaza msimamo, wewe ni mtu wa Mungu. Yesu akasema tuombe maombi ya imani. Tatizo lako ni nini? Unataka kujenga msingi ya nyumba. Ushakimbia kwa mchungaji. Ushatoa fungu la 10, anakuja na katupa maiti, anamwaga hapo. Kumaanisha huyo Mungu aliye naye ni mdhaifu, paka asapotiwe na Mungu ili apate nguvu. Ni kama miungu za Dagon alipoanguka paka simamishwe. Asiposimamishwa atabaki hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio naona ukienda kwenye msikiti, kwa hiyo mtungi yao ile juu, kwenye mtungi kuna kamshale na juu yake nyota na mwezi. Hizo ni miungu. Wakati wazee wa zamani kule Maka walikuwa wakiziabudu. Ila kama ilikuwa imejaa miungu na masanamu mbalimbali. Ndio maana yake Mungu akakataa Ibrahim atoke katika nchi ya baba yake. Aende mahali ambapo atabarikiwa, ajitenge. Sasa kama Waarabu wa leo, mwezi na nyota zinapatikana saa ngapi? Mwezi unaonekana saa ngapi? Na wachawi wanatoka saa ngapi? Na kule msikitini, Bwana Yesu asifiwe. Unasikia mbaba kienyeji amechora kitambaa na akaweka nyota na mwezi na amefunga majini. Ukweli sema au usiseme? Tuendelee ama tusiendelee? Kama utaki tunaendelea. Ukikubali tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Chochote umetengeneza na kuitegemea kando na Mungu, hizo ni miungu. Na akasema wala nyota za mbinguni usivitengeneze na usivishudie wala kuvitengeneza wala kuvitumainia. Katika maisha leo tunageuka tu nyota yangu. Wala uite Yesu wako nyota yangu. Mpaka tumesahau Yesu. Ungejua maana ya nyota kwa Biblia, hata ungeitia. Shetani mwenyewe anaitwa nyota aliyeanguka. Ewe nyota asubuhi. Lucifer. Haleluya. Soma Biblia yako vizuri, utafute nyota kwenye Biblia, itakueleza maana yake. Mungu anatuonya. Rudia ile vizuri. Hapo
Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Mwingine anasema sasa pastor, wewe unasema sanamu isitengenezwe na hiyo microphone na hiyo speaker. Zaburi 150 nasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Niko na jibu wazo la mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zaburi 150 nasemaje? Msifuni Bwana. Eh, 150. Hiyo 150 ni fair kwenda kwa kina nani hapa? Zaburi 150 kuanzia penyewe. Haleluya. Haleluya. Msifuni Mungu katika patakatifu pake. Ndio. Msifuni katika anga la uweza wake. Ndio. Msifuni kwa matendo yake makuu. Ndio. Msifuni kwa kadri ya wingi wa ukuu wake. Ndio. Msifuni kwa mvumo wa baragumu. Ndio. Msifuni kwa kinanda na kinubi. Piga picha sawa sawa. Msifuni kwa matari na kucheza. Msifuni kwa zeze na filimbi. Yote. Msifuni kwa matoazi yaliayo. Basi acha tu hapo. Kwa matoazi yaliayo. Unamalizia? Msifuni kwa matoazi yavumayo sana. Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Haleluya. Ndio speaker ziko hapa, keyboard iko hapa, microphone iko hapa, mimi mwenyewe niko hapa, wewe mwenyewe uko hapa. Shetani anachukulia tu kwa umbali. Amen. Turudi pale kwa Kutoka 24. Kwa hivyo chochote ambacho umekitengeneza unaitegemea kama Mungu wako, toa ndani ya maisha yako. Endelea. Kutoka 24. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Pokea Bwana Yesu makofi. Hata kilicho majini na kilicho chini ya dunia tunafungua mpaka huko chini kwenda kutafuta Mungu itusaidie. Na Jehova yupo. Ukiona uko na mambo kama hayo, jua umepungukiwa neno la Mungu katika maisha yako. Umefilisika kiroho na kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kilicho majini, chini ya maji, chini ya dunia, vyote usivijitafute. Usijitafute vitu kama hizo kuvitumikia wala kuvishujudia. Ndio wakati tulikuwa Katoliki, tulikuwa tu wapumbavu kabisa. Tumefunikwa tusisome Biblia. Ni kufika tu pale tu kukula mkate na kukunywa divai. Kwenda kwa sanamu ya Maria, salamu Maria, umejawa neema, mbarikiwa kuliko wanawake wote, utuombee sasa mpaka saa ya kufa. Ndio maana watu wanakufa kufua. Wanaenda kwa sanamu. Yaani unaenda kwa sigiti na kokoto, ambaye imepakwa rangi. Unaipigia magoti. Hakika nashukuru Mungu kwa kunitoa kwenye giza. Sigiti yenyewe ikianguka, mpaka wewe mwenyewe uiabudu, kwenda kuamsha Mungu wako ameanguka. Irizi tumeomba ikapotea, unalia, jamani, ndio ndio irizi yangu. Nimekwisha. I'm finished. Hata kama ni kizungu, atafix mpaka ingie. Mungu wa kweli huwezi mchanganya na vitu ndio ajibu maombi. Mungu wa kweli anabaki Mungu wa kweli na anabaki peke yake. Piga Bwana Yesu makofi. Hawezi mix. Huwezi tumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Na maana yake Yesu aliongea kwenye kitabu cha Mathayo. Hamwezi tumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Utamchukia huyu, utampenda huyu. Hata ukiwa na wanawake 10-20, usiseme utapenda wote, utapenda mmoja. Bwana anasema huyo ndio roho yangu, hao wengine wote
kumalizia. Bwana Yesu asifiwe. Soma, endelea kusoma. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Waachia hapo. Twende kwa Mithali 3:5. Tunaona kwa nini tunarudi katika hizi vitu. Inafika wakati ndugu yangu, unajaribiwa mpaka unaona kana kwamba Mungu amekuacha. Mpaka una give up. Mpaka unaanza kusema, mimi chochote ambacho kitatokea kinaweza kunisaidia, nitaenda naye. Ndio maana hata mganga alikwambia karibu enda hapo kwa hiyo room, weka pupu yako mkorogo ukunywe, utakunywa kwa sababu unatafuta msaada. Mithali 3:5. Mithali 3:5. Ndio. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Rudia tena kwa ufasaha. Mithali 3:5. Ndio. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Piga Bwana Yesu makofi. Maandiko yamesemaje kanisa? Hebu nione kama umelala darasani. Tuanze kwa pamoja. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Wote. Lakini wewe unasema ndani ya moyo unamtumainia Bwana na nusu ya moyo umetumainia akili zako na miungu zako. Sasa utajua nani amekuponya? Bwana, akili zangu. Hata kama Mungu amekubariki ukawa tajiri, usije ukasema ni akili zako, nguvu zako. Toka huko. Torati imetuonya mapema. Nguvu zangu ndio nimepokea hii. Alafu ananiambia tuwe fungu la 10. Walinisaidia kufanya hii biashara. Wewe unaambiwa utoe, maana hiyo mali sio yako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe pia ulipewa tu, na mwenye alikupea anataka utoe ili aone mwaminifu wako. Nani hapa alizaliwa na pesa? Wacha hiyo, nani alizaliwa na nguo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana lazima heshimiwe. Na saluti ya Mungu inaendana tu, haiendi chini kama askari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu piga hizo saluti. Inapanda au inashuka? Inapanda. Ya wafalme wa dunia inaendana chini, chini. Inaanguka kama watu wa leo. Wakati unamtumainia Bwana kwa moyo wako wote, hautapungukiwa na kitu. Ayubu akamtegemea Mungu kwa moyo wake wote. Mali zikaenda, ngamia zikaenda, watoto wakauawa, wafanya kazi wakawa, marafiki wakamtoroka. Mke wake akasema mkufuru Mungu jifie, lakini yeye akabaki na msimamo, kwa moyo wangu nampenda Bwana. Wakati unapenda Mungu na moyo wako, hapo ndipo Bwana analinda moyo wako jinsi alivyolinda moyo wa Ayubu. Akaambia Shetani, kila kitu gusa, lakini roho yake usidhubutu. Lakini wewe matatizo na kuingia mpaka unapea Shetani nafasi, mpaka nakuza mali moyo wako upo, anachokora imani na imoa, mpaka unajikuta unaanza kumfuata. Kwa nikasema tumepungukiwa neno la Mungu ndani yetu. Tunahitaji wingi wa neno. Visarakasi zimejaa katika ibada. Na kumbuka wakati nikiwa pale Tanaka, wakati nafundisha neno hivi, nguvu zinashuka, watu wanapona. Hata kabla tujaanza kuomba, hiyo imani sahihi iko wapi? Mimi niko nayo bado. Wewe ndio umeipotosha kwa sababu umepunguza wa kumpenda Bwana kwa moyo wako wote. Sio nusu. Wachana na hiyo upendo ya wanandoa. Haki na kupenda kwa moyo wa dhati. Dhati bobu ama dhati ipi?
Biblia kipapa. Akisha kupata na unaga wengi hapa. Wakishabarikiwa wala kushapendi kama punda mtu. Watu wakanisa. Wewe utarusha na ibaki hivi. Alafu itafute. Bwana Yesu asifiwe. Kiburi kisiinuke. Tafuta neno la Bwana likae kwa wingi ndani yako. Hautapungukiwa. Ukiwa na vita ya ndoa unachungulia ndani ya Biblia. Ukiwa umelala njaa unachungulia. Ukiwa ni mzembe upati pesa, utaki kufanya kazi, ukichungulia ndani ya maandiko na kwambiaje, asiyefanya kazi asile, unaamka nenda kufanya kazi. Hiyo ni Biblia. Biblia ndio manual yetu. Ni kama unaweza kununua simu kwenye duka na kuja na box ndani kuna kitabu kukupea mwelekeo jinsi ya kutumia simu. Ndio Biblia kwetu Mungu ametupea ili tupe mwelekeo wa kimaisha. Tukiwa na wasiwasi katika hali ya vita, ukisoma maandiko yanasema kwamba muwe na subira. Tulieni Bwana wapiganie, nani utanyamaza kimya. Andiko. Kama ni mkulima, unataka kuwa mkulima mzuri, chungulia ndani ya Biblia. Andiko linasema usichanganye mbegu tofauti kwa shamba moja. Kama ni ngano, peka, lakini leo hii ngano ndani, muhogo ndani, hii viazi ndani, pilipili ndani, kisha pamoja hii. So Biblia inasema kila kitu, agriculture, sayansi yote. Bwana Yesu asifiwe. Hapa mambo na simu hizi sio vitu vigeni. Bwana akapea Musa simu ya kwanza imebeba amri 10 tablet. Bwana Yesu asifiwe. Hii vitu mnasikiaga siji ya zile zinaitwaje? Projector. Ni mnaona ni vitu vigeni. Kichungulia ndani ya Biblia, mwanadamu wa kwanza kupewa projector ni yule mfalme. Aliona kwenye ukuta ikatokea mene tekeni pesi. Hiyo project ikatoweka. Baada ya Danieli kusoma hiyo ujumbe na akatafsiri. Bwana Yesu, kwa hakuna jambo jipya hapa. Hata jiwe umeweka kwa kichwa hii. Sio wewe wa kwanza, Jezebeli wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hana kupaka wajaa, sio wa kwanza ni Jezebeli. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako aliye karibu na wewe, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yako. Kama leo ni kusema aseme kama amesimama basi. Najua kuna wengine ni watoto mpaka wasimame. Haleluya. Usitegemee akili zako. Wakati umepitia vita vikali, vita vigumu, usitegemee akili zako. Kuna mwimbaji akaimba, akili zako zikifika mwisho, hapo ndipo Mungu anatokea. Wakati unaona Mungu bado hajibu maombi yako, kuna kasoro uko nayo, bado uko unategemea akili zako. Ukishamaliza ukurasa wote wa akili na ufunge chapter na hujapata chochote, sasa hapo ndio Mungu anatokea. Chuka tukuone Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Chukua hatua ya kukataa mawazo yako. Akili inaweza kukueleza Mungu. Nimeomba sana nimeomba na tumbo, wacha nichuna hii majani, mtwange nikunywe. Tumbo itaisha. Akili yake inakwambia hapana. Sasa hivi kwenye mitandao watu wamepost vitu mingi mpaka mtu anakunywa. Ukitaka nguvu, kojoa mkojo 5 lita, ijae kunywa, utapata power. Sasa wewe pia akili zako tu fe. Akili zako imefilisika. Wewe kila unaona kukojoa kwa jerrycan, mpaka ijae 5 lita. Sasa unaanza kukunywa. Sio kila kitu kimeandikwa kwenye mitandao na kiamini. Usikiamini. Bwana Yesu asifiwe. Amini Kristo. Tegemea akili zako. Kama
kila siku, yaani mchune hiyo nyasi ndio akitaka unywe supu, mtakuwa na amani. Kweli? Lakini ikiwa umejazwa nguvu za neno ndani yako, silaha ya kupambana, wewe umeshinda vita. Anza kupeleleza moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Tuongee hiyo midali vizuri. Midali 3:5. Ndio. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Wala usikona hewani. Hebu cheki jana yako. Sisema wewe chini. Hebu nione. Kama uko na akili, weka mkono hivi. So hiyo akili yako malike na roho usitegemee. Na ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ama imesemaje? Usitegemee nini? Mwenyewe. Andika nasema mtegemee nani? 8:17 Mithali. 8:17 Mithali. Sikia. Na wapenda wale wanipendao. Na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Piga Bwana Yesu makofi mazuri. Piga makofi. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii, ndio watakao ni huyo ni Mungu. Ili uone muujiza wa Mungu, lazima aweke nini? Bidii. Pasipo bidii hauwezi kuona. Tunaona mchumba uliye naye sasa, uliweka bidii. Kumpeleka saluni, kununulia chipsi, kukuchoma, uliweka bidii ili usianguke mtihani ndio ukafaulu. Si ukweli? Ulipomfaulu ukapiga marufuku kumpeleka saluni. Utaki kuona kishuka, hata kushuka na muuliza kwani unataka nani ya kuona? Paka nani ya kuona? Bibi hata alisahau kwenda saluni tangu aolewe. Hata spelling ya neno saluni hajui. Andiamo hebu spell neno saluni amesahau. Hawajui hata ukiuliza wenyewe. Ataenda wapi saluni? Hebu spell letter saluni. Wana bielele hivi sasa. Haleluya. Ukiweka bidii katika maombi, hata kama changamoto ni kali kiasi gani, bidii yako itakubalika na Mungu na maombi yako yatajibiwa. Piga Bwana Yesu makofi. Lakini ukiwa mzembe katika maombi, hautavuna chochote. Bwana hata kuonekania kwa sababu umeweka uzembe. Hata mkulima anapolima shamba ya kwake, anaweka bidii apate mavuno mazuri. Lakini wewe unataka kuvuna na uweke bidii shambani. Wakati watu wameshaandaa shamba, mvua imenyesha, wanaweka mbegu ndio unaanguka, unaanza kuandaa shamba. Wakati wanapalilia, inasonga wewe ndio unapanda mbegu. Mvua inakatika, mazao ya kwanza inakauka, wewe hakuna chochote unafahamu maana umeweka uzembe. Kwa mambo mengine hapa ni mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Hapa jirani yako, bidii katika maombi. Maombi ya bidii ndio hujibiwa. Iko sauti yako kwani mdomo imekuja hapa kufanya nini? Maombi ya bidii ndio hujibiwa. Mbona unanyamaza mpaka nikusurutishe? Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni mwanamume, mwanamke, mwanafunzi, uweke bidii katika maombi. Bora usipoweka bidii, utaibika na utalala njaa na utafanikiwa. Wenzako watafanikiwa, utaanza kusikia
Sema waru. Waru inamaanisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusikia waru iteremki imekwama kwa koo. Yaani unasikia vibaya. Mama anapenda kula kama mchwa, paka kuna vikombe kwa nyumba ameshindwa, anaona wivu kwa yule ambaye amejua kuongeza. Amenunua sahani, amenunua pinga, amenunua carpet, nyumba imeng'ara. Wewe unasema ni kukula. Bindia kukula. Kuna binti zingine zinaleta sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata binti zingine kila saa unaenda kwa jirani yako, kila siku kwa jirani, kila siku kwa jirani, wao watakukemea kwambia popo ndio umetusibu. Endapo kwa kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini maombi hakuna baya kiasi. Omba na maombi yale kama pumzi katika maisha yako. Na wapenda wale walipendao, na wale walitafutao ndio watakao niona. Je, unataka kuona makuu ya Mungu? Wapi bidii ya maombi? Tukiangalia nabii ambaye ni kichwa cha somo, Yakobo 5:13, tuanzie hapo. Ndiye tupe mwelekeo, ndiye tupe mtiririko wa injili. Bwana Yesu asifiwe. Si ile mtiririko wa Tanzania, mtiririko wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo 5:13. Msomaji wangu atakuwa mzoefu kuchagua hiyo vitabu. Wacha nimsubiri pia. 3. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, na aombe. Ana moyo wa kuchangamka, na aimbe zaburi. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya. Kiswahili ya hiyo ya kisasa najua naitumia. Ile Kiswahili kingine hiki inasema aje? Mtu wa kwenu hawezi. Na afanye nini? Aombe. Soma hiyo twende tu na hiyo. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, na aombe. Ana moyo wa kuchangamka, na aimbe zaburi. Sikia, mtu wa bidii katika maombi, aliyejazwa na Roho Mtakatifu, mabaya yakitokea ya aina yeyote, kitu ya kwanza nini? Sema maombi. Maombi kwa sio tunawahi kupata mbio kwa sababu uko na kadi ya SHA. Wewe mbio patani tukulapa. Wewe ni faa kwa sababu wewe hiyo nitakuja baadaye. Kitu kwanza piga magoti umuombe Mungu. Piga Bwana Yesu makofi. Kwa maombi hapo anakupa nini? Mwelekeo. Yaani unapata authority, order kutoka kwa Baba mbinguni. Sasa kitu kama wewe kidogo yote pani ndio unameza ipana ndio ndio kukumeza. Chochote kiroho kibaya kikikupata kikafra, kitu ya kwanza muite Yesu. Ambia Bwana onekana. Mabaya yamenipata. Hata kama ni kesi, hata kama umekwazika, hata kama ni visirani, hata kama ni magonjwa sugu yameinuka saa 8 za usiku, waje kusumbua pasta usiku na simu, au mchungaji imerudi tena kutoka wapi? Piga magoti, ulilie Bwana nionekanie. Ndiye hata ukipiga simu yako kwa mchungaji anapatikana kwa sasa. Lakini ungeweka Mungu mbele. Sasa simu. Watu wanatembea simu inaanguka chini, beti inaenda chini ya kitanda, kadi na line yote inaenda chini ya sofa set. Ile bodi yake inatawanyika na umetokea kwa tundu la mlango chini. Kitambo ukusanya hizo umenyoma na pepo inakumaliza. Ambia jirani yako, ita Mungu kwanza. Kwa sababu ita Mungu kwanza. Say God first.
kwa FB hizo mambo ya Bible nimepost. Kuna dini inasema kwamba kwa kila jambo, kabla ya jambo lolote, dua kwanza. Wangapi wanakutana na ile andiko? Dua kwanza, ndio mambo mengine yafuate. Lakini sisi si hata dua, ni vilio tu. Ndio maana tunakufa, tunateseka, maombi yetu hayajibiwi kwa sababu hatujamweka Mungu kwanza. Hata kama mama umekosana na mume wako, kitu ya kwanza zungumza na Bwana. Sasa umekosana kidogo, amekwambia kupendi, ushafunga milango, nenda kwenu. Ukifika kwenu unapata mama yako anagombana na baba, anaambia baba yako pia nenda kwao. Mama yako pia kifika kwao anapata shosho wako pia anaambia babu yako naenda kwetu. Hiyo ni upumbavu wa hali ya juu. Imetokea wapi? Wewe unaenda kwenu, unafika pale baba na mama mgogoro umekita mzizi, mama pia anaambia babako naenda kwetu. Mama kifika kwao anapata babu wako pia na nyanya wamekorofishana kishenzi. Sema kishenzi. Yaani wazee na hiyo miaka wanadivorciana, hiyo ni ushenzi mkubwa. Ni aibu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo sio jambo la kawaida kutokea. Ita Mungu kwanza. Ambia Bwana, haijaitendeka. Alafu baadaye unakaa uone hata kikufuata, uone hata simu. Unatuma message inachungulia kwa baba nani yako. Na kwa kweli. Niko jamaa mmoja taka bibi arudi. Akatumana mtu wa kina bibi. Nimepita pale, kuna mrembo amefua, ameanika nguo za mume wako kwa kama na zimeng'aa. Na kuambia utarudi kwa bwana wako bila fare. Kwa mguu. Ukifika pale atakula mtu. Kama unajifanya umeenda, umerudi. Haleluya. Suluhisho sasa tunaenda kweli. Suluhisho ni kumchungulia baba mbinguni na kumaliza tatizo lako. Na atainyorosha. Kama mapita anaenda Kongo atainyorosha. Hata wewe mwanafunzi ukiwa shuleni, kichwa kinaanza kuuma, wacha kusumbua walimu. Umefunzwa Kristo na pasta wako. Anza kuomba kimoyo moyo. Maana Mungu anasikia, hata kwa sauti anasikia. Bwana Yesu asifiwe. Na unaamini na Mungu anatenda. Haleluya. So Yakobo ametufundisha vizuri. Mtu wa kwenu akipatikana na mabaya, kitu ya kwanza aombe. Na unapoomba ujue unaomba kwa baba pekee aliumba mbingu na nchi vilivyomo na visivyoonekana na vinavyoonekana na bahari na nchi kavu. Huyo ndiye Mungu. Wale sisi Mungu ziko mingi. Kuna Mungu tena. Kuna yule mtu anabudu Mungu aliumba tu dunia peke yake. Huyo ni Mungu mwingine kana. Kuna mwingine Mungu aliyeumba mwezi. Kuna mwingine aliyeumba nyota. Ndio hizo imekuja Kenya. Watu sasa wanaabudu nyota. Kuna Mungu kengine kaliumba tu chini zaidi majini tu. Kuna Mungu ambaye aliumba milima. Yaani akili zao inawaeleza Mungu aliyeumba milima ni tofauti na Mungu aliyeumba mbingu. Ni tofauti na Mungu aliyeumba ng'ombe. Unaona waidi? Mungu aliyeumba ng'ombe, hii ng'ombe sasa ndio Mungu wetu. Haleluya. Endelea kusoma. Kumi na nne.
mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa, nao wamuombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Wamuombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Hapo tu sasa wapasta wao wanachanganyikiwa. Biblia inasema kwa Yakobo 5:13, mtu wa kwenu hawezi, aite wazee wampake mafuta na kumuombea, wamuombe na umpake mafuta. Anabaki kwa hiyo chapter, anafunga ukurasa. Hebu soma chini, kuna jibu hapo. Hapo tukichungulia mafuta yaponya mtu. Na kule kuomba kwa imani, kutamuokoa mgonjwa yule. Na kule mafuta yamepakwa utamponya mgonjwa yule, si ndio? Inasemaje? Na kule kuomba kwa imani, kutamuokoa mgonjwa yule. Na wahubiri wanasema mafuta inaponya, imetoka wapi kwa ile andiko? Ndio leo unakwenda tu tunaenda. Shaingia ibada, tupige makofi, tunapiga. Tutoe sadaka, tunatoa. Twende na amani, tunaenda. Na mlango inafungwa tena next sana, umefika tu wimbo ni ule. Tupige makofi, tutoe sadaka, twende na amani, tunaenda. Unaenda umepungukiwa neno la Mungu. So mabaya kupata mtu ni maombi. Na Yakobo ametoleza hiyo 5:15, si 15 na 16. Hiyo aya 15 inasema ya kwamba na kule kuomba kwa imani, yani ile maombi yameombewa kwa hiyo kurasa jinsi ninavyoeleza ndio imemponya. Mafuta ilikuwa kama dawa ya kukausha vidonda. Ukisoma Luka 10:30 pale mpaka 31, yule Msamaria akapata mtu jiani amepigwa na akamchukua akampeleka kwenye chumba cha matibabu. Kabla atamchukua akampaka mafuta na maziwa kwa zile vidonda. Tunapatana vizuri. Na mimi najua hii mafundisho tunapitana na wachungaji wengi sana. Na ni raha sana. Wakuja walie waende na ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Raha yangu wamejua ukweli. Hata kama anauma kama ya kwamba lakini nyundo imetembea, sirenji imeingia. Piga Bwana Yesu makofi. Tuendelee kusoma sasa. 16. Ndio. Ungameni dhambi zenu, Ndio, ninyi kwa nyinyi, na kuombeana, ndio, mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Sikia. Kuomba kwake unafaa sana. hiyo ni kurasa wangapi? 16. Soma vizuri 16. Ungameni dhambi zenu, nyinyi kwa nyinyi, ili upate uponyaji. Ungama dhambi. Na kuombeana mpate kuponywa. Na tuombeane tupate kuponywa, si tupakane mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Ndio maana yake kwa hii kesha tunazungumzia maombi ya bidii. Na mtu wa bidii lazima awe na imani. Piga Bwana Yesu makofi mazuri. Piga makofi usikize mapepo ipotee. Kuomba kwake mwenye haki. Rudia. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Ukiwa mkamilifu, yani mwenye haki, kuomba kwako kunafaa tena ukiomba kwa bidii. 17. Ndio. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Ndio. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe. Ndio. Na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Elia alikuwa mwanadamu tabia moja
mchungaji yako level nyingine na yako level ya chini. Elia alikuwa nabii na akagojeka, akashikwa na hofu, akashikwa na mashaka, akafukuzwa na mabali, akafukuzwa na wale manabii. Yeye mtu kama wewe. Sasa tukiona Pastor James amekimbia, akiona sasa anakimbia nini? Kama hapo na Mungu angesimama. Kwani si miguu nilipewa ya nini? Sasa hapo ni akili inafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile wakati tulikuwa na kesi hapa, askari tunaandamana mbio, tunafukuzana. Mungu kweli, kwa nini anakimbia? Elia mwanadamu tabia moja kama mimi, pia alikimbia. Na Yesu mwenyewe alipita katikati yao, hawakumuona tena. Maana wakati yake kusulubiwa haikufika. So, sasa mimi ni nani isikimbie? Wewe nikimbize tu na nikichoka na nisimame mahali nikikutai na kuweka chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tumenishinda tu nguvu, sasa tunatumia akili sasa kukuweka chini. Tunaona mtu mrefu na mfupi. Tunaona mfupi anashika mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Anasimama tu style nyingine akitani ule jamaa daktari chini. Hatumii nguvu hii. Ule jamaa mfuka na yangu ato, wanapita kana yake na Mungu. Binuko hiyo amekuweka chini. Don't try this at all. Mtu mrefu style. Ushaona mlevi? Ushakaa na walevi wakinywa pombe. Mlevi namba zote za magari za Kenya hajui isipokuwa moja. GK. Hata kama alikuwa amenamisa kile kwa glasi na afunge, GK inajichora. Anaambia wenzake hapa ni kubaya. Na glasi yake ndani ya kichaka. Wao ambao hujui namba ya GK umezunguka unachoto. Mimi sina habia, nilikuwa nimekaa tu pale, kwa nikuja kuona rafiki yangu nilikuwa wale kwenye kituo. Kwa hiyo msiseme walevi wote ni wajinga. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mlevi mwerevu hata akienda hotelini atabeba hapo kipande ya mandazi kwenye koti. Mandazi mawili. Apelekee mke wake nyumbani wakati wanapiga story, maidia chukua moja. Anauma story. Wanapiga mpango ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mlevi mwerevu. Lakini mlevi pumbavu anaelewa paka analala kwenye mitaro tajibu wake. Paka anauliza nitaisha niamuke lini ile nikuni. So usione kila walevi wote ni wajinga. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mlevi lakini kwake imeendelea boma mistari. Watoto wako anapeleka mke wake na watoto kanisani na anamwambia masaa ikifika mnipigie. Yaani bali kikamilika nije nichukue. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe Mkristo, maombi ya mwenye haki yafaa akiomba kwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu wa tabia moja kama sisi na kaomba kwa bidii, mvua haikunyesha. Hilo tatizo lako si ati Mungu ameshindwa kujibu, ni wewe mwenyewe umepunguza bidii. Ukiomba leo unaona maombi yafanyika, itajibiwa, umekata tamaa. Wacha kukata tamaa. Umefunga siku 2, 3, 4, 5, ukiona mabadiliko ongeza. Sema ndio nenda 7. Ongeza. Danieli mfano kwetu. Alipoenda kufunga mbele za Bwana, siku ya kwanza maombi yake alijibiwa, lakini ripoti ilichelewa kwa sababu kuna roho angali ilizuia maombi kufika. Na siku ya 21 ndio majibu yalimfikia. Unaweza anza kuomba na Mungu ashajibu maombi yako na kuna roho ya kuzuia usione majibu. Ili ukate tamaa uende kwa Mungu. Please my brother, my sister, usirudi nyuma. Endelea kuweka bidii.
endelea kufunga na kuomba, endelea kusoma neno. Hata ukitoka kanisani hapa, ukifika nyumbani, endelea na maombi. Sasa tunangoja ibada Jumapili peke yake. Kuanzia Monday, Saturday wewe kafiri, Jumapili wewe mtakatifu. Takatifu Jumapili, siku zote zimesalia wewe ni kwa wiki. Mimi nataka kutoka katika mkutano hapa, weka kwa akili yako maombi ya bidii katika imani ndio ujipima. Sasa tumekaa kanisani miaka mingi mpaka umekuwa kikwazo. Kwa nini watu wanatoka nyuma na barikiwa? Mimi nimekaa miaka 10 sioni baraka, wacha manunguniko. Weka bidii, utaona kitu ambacho namuomba Mungu kama hata kujibu. Ana kaweka bidii kwa sababu ya utasa aliyokuwa nao. Paka kaweka ahadi, Bwana ukinipa mtoto nitakutolea au mtumishi katika hekalu. Mtoto akazaliwa, akachinjwa kunyonya moja kwa moja hekaluni. Wewe unaomba Mungu akupe mtoto. Wewe Mungu nimemdaka, nitakuomba bila kuchoka. Ukipata mtoto, mikutano zote umeweka maandamano. Za nyumba uendi, kesha uendi, kufunga uendi. Huko tu kila saa, pako na saa mzee matumizi. Mzee anachelewa kula. Mzee anachelewa kuoga. Siku hizi anaweka kitu kwa mtoto. Wamama mpo. Haleluya. Paka baba anashikwa na wivu, anachukia huyo mtoto maana amemkata namba. Upendo wote umeishia kwa mtoto. Ndivyo Mungu alivyo. Upendo wetu ukiishia kwa vitu vya dunia, Mungu anakaa mbali na sisi. Maombi ya bidii mpendwa. Hata kama mume wako ni mlevi, ameshindwa kuacha njia mbaya, weka bidii ya maombi. Ipo siku wanatajibu maombi. Kuna roho imezuia jibu lisifike. Yule shetani ambaye anaitwa Lucifer akashuka kuzuia Gabrieli asiletee Danieli ujumbe wa nyakati za mwisho. Bwana akatuma Mikaeli akapambana na Lucifer. Yule jamaa Gabrieli akapenya akaleta message. Danieli akaondoka kwa 21 days. Lakini tunapenda kula sana ndio kwa sababu maombi hatuna. Ukiona mtu anaomba wakati amegongwa. Tena pata kuja kanisa miezi 2-3 mpaka siku moja unashtukia ametangulia hata pasta kufika kanisani. Tena amekaa mbele. Wakisema Mungu ndio wa kwanza kuamka. Anajaribu kupigwa kila namna ili apate msaada. Lakini Mungu anakuambia umegonga ukuta. Wewe unakuja kuliabudu, unakuja tu msaada. Wanadamu kuna tabia na hiyo ya kupokea na kupotea. Kupokea na kupotea. Akienda maliza amefilisika, atarudi pale tena, nipokee muujiza wangu, bora niweke fungu la 10. Hiyo ndio tabia wanadamu wako nayo leo hii. Hawataki kuabudu Mungu katika roho na kweli. Siku moja ingia katika ibada, ambia Bwana, leo nimekuja kukuabudu, sijakuja kuleta matatizo. Maana Mungu mwenyewe anasemaje? Hata kabla hujasema nazijua. Waendelea tu kuniabudu. Pigia Yesu makofi mazuri. Elia alipoomba, mvua haikunyesha. Ikakaa miaka na miaka ikaenda kama inapotea. Hema kaingia kwa maombi na akaomba, mvua ikarudi. Sienda aliomba, mvua ikapotea. Matokeo alikula. Yeye alikula matokeo ya hiyo maombi yake. Njaa ilitandika paka kunguru akamsaidia na chakula. Bwana Yesu asifiwe. Ndio pia hatari pia kuomba vitu vingine, matokeo yakitokea kinaweza kupanda.
Bwana sasa kwa sana. Amina. Na kama unaweza rais anaweza sema na zuia wa Marekani wote, Waarabu wote wasikuje hapa Kenya kuleta biashara. Sisi wenyewe tunafanya biashara. Mnaanza kunyoka. Unaweza kusema afadhali wale wazungu wale Waarabu walikuwa wanaleta rasilimali, wanamjenga viwanda, tunapata kazi. Sasa wana Otieno amefungua kibanda, anaandika Otieno wenzake. Kamau amefungua kibanda, anaandika Mau wake. Yaani sasa kazi ya ubaguzi. Lakini yule mwingine hataki kujua tu wewe ni kabila gani. Yeye anataka kazi ifanyike. Elia pia matokeo akawa mabaya maombi yake. Yeye pia kiangazi kakuyorosha sawa sawa. Kwa vile sio sivyo. Yona sifanye mwepesi kuomba Mungu mambo mengine. Na angalia sana kama itani affect na wachana nayo. Sasa nikisema Mungu, hiyo watu wote watoke hapa sasa nahubiria nani? Na ambia Mungu toa wakorofi. Toa wasumbufu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anasema hivyo, atakutenda. Maombi ya bidii katika maisha yako. Mchungaji, kanisa haliendi vizuri, ingia kwa maombi. Wacha kugombana na watoto, ingia kwa maombi. Anayejibu atajibu kwa moto. Wacha kuangaika kuchunga mume wako penye neno na mchunga ati nasiana na kuanga na mtu hapa. Wewe kama maombi ya bidii, Mungu atakurekebisha. Mke wako asikii maneno yako. Suluhisho si kuleta mke mwingine. Suluhisho ni kudumu ndani ya maombi. Unaleta mwingine mpaka unasema hata udai yule. Mpaka unaweka nisemo ati afadhali mko nazo kichwani. Na naangaika tu kuisema hapa. Afadhali kuliko na wewe mwenyewe ni shetani mwenyewe. Kwa hivyo unapodumu katika maombi, omba. Kama ni uimbaji wako Bwana kuinue, endelea kuomba. Roho ambazo zinazuia usifanye kazi ya Bwana, roho ambazo zimekuingia usimtumikie Mungu, ingia kwa maombi kwa bidii, utashinda vita. Wangapi leo vita nilipitia hapa? Paka nafanya ibada nusu na maliza ibada saa 4. Mimi mwenyewe naubiri najua kichwa hivyo kama ile inaitwa ile mdudu anakula mahindi. Kala kanaitwa hizo kwa shambani kala shamba. Na tunaka gani kwa maskani wako. Lakini nilipopanda na kutulia mbele za Bwana na nikazidisha kila maombi, Mungu alijibu maombi yangu. Mungu alishinda vita. Hii mmoja anaheshimu Mungu mpaka sasa. Kuna vitu Mungu anataka upitie ili ujifunze. Usione kila jaribu linapokuja heshima. Zingine ni darasa. Ili ujifunze. Mungu anakupima, hiyo kipimo chako cha wokovu. Unaweza beba huu mzigo. Na kila jaribu linapokuja kwako, sio kila jaribu unaweza itoboa. Mungu anakupa jaribu ambalo anajua imani uliyo nayo na heshima. Lakini wewe jaribu linapokuja, unaendea nafasi kushinde. Ukishinda hiyo jaribu, kama mtoto mdogo anaanza kubeba chupa ya maji, akitoka hapo anabeba lita 2, akitoka hapo anapewa lita 3, kwa kiwango anacheza naye lita 3 anapewa 4 liters. Pole ndio hivyo majaribu. Unaposhinda step 1, step 2 inakuja. Step 3 inakuja. Step 4 inakuja. Jaribu lingine huwezi kuja kama unashinda hiyo. Na ikikushinda utabaki hapo umeshindwa. Hayo matofauti, tofauti mbalimbali. Kwa hivyo Mungu naye akajua kwamba nitapea Pastor James huduma na mambo mazito atapitia na najua atazibeba. Na kweli si mwili hurumia. Paka mkasema jamani, hii ndio mwisho wa kanisa. Mimi nikipanda sina damu ya kukula, ni maombi kwa bidii. Katika
katika imani. Nakwambia Mungu utende siku fulani ile Bwana anatenda. Nakwambia Bwana sitaki waone mpaka niambia Bwana hao nafanya nao kesi. Wasikanyage court mpaka kesi ishe na ilifanyika. Mimi ni binadamu kama wewe na tumefundishwa tuwe na bidii. Usione sasa James hapo kiwango cha juu. Ni binadamu kama, nangojeka kama, nalia kama, nacheka kama, mdhaifu kama wewe. Hata kama shetani amekuingilia na kusababisha mtoto wako agonjeke, usije ukapima kiwango chako na mchungaji. Sasa mchungaji yako level ile na mimi tu maombi. Wewe shetani ashakuuzia uoga, atakumaliza. Mpige atatoka. Mkaribie Mungu atakukaribia. Muombe kwa bidii atakuonekania. Elia aliomba kwa bidii. Kuna vitu haifanyiki katika maisha yako kwa sababu umepunguza bidii. Wewe unaomba tu kwa kuona, unataka uone, una tamaa ya kuona, hutaki kuweka bidii. Mimi hata sometimes hapa sikuwa na kazi ngumu kutoa pepo na ikomandi, maana imani ni moto. Toka wachilia yaamke. Lakini unapata kuta ana sweat mpaka ile jiketi akae kwanza. Mpaka sasa maombi imeisha. Sasa nakaa kando, unasikia Asha, kikweli mtu mfunge pale kwa kona anavuruga ibada. Shetani amekuingia. Bwana Yesu asifiwe. Gangamana nayo ndio jirani yako, gangamana nazo mpaka ziachilie mtu. Pambana hiyo hali mpaka yaondoke. Usikate tamaa, usirudi nyuma. Wewe unataka kurudi nyuma kwa maombi. Huduma sio mchezo. Huduma sio mchezo. Na Mungu anapeana huduma kidogo utatoboa. Mungu anakupa uimbaji kidogo utatoboa. Mungu anakupa uasha kidogo hapo utatoboa. Na kama unaona utoboi wewe bado, hiyo umejibadikia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wengine tu wanaitwa wasanii. Yaani mtu anaiga tu vile mchungaji fulani wanafanya, yeye pia anafungua kanisa na anaweka kusali. Amoni ile jamaa anaita kwa huduma yake pia anakunua gitaa. Mwambieni Bwana asante. Hiyo ni usanii. Wanapanga kunimaliza. Mpaka unaenda mbele ya gitaa. Unaacha gitaa kwa mpaka wewe mwenyewe umefika mpaka ingine. Wanapanga kunimaliza. Hiyo ndio ni usanii. Hapo hakuna hapo kibali. Bwana asifiwe. Unaleta usanii au uimbaji hata niimbe kama fulani. Hiyo ni usanii. Kana tofauti ya huduma hiyo ndani yako na usanii kuiga drama. Ndio na fulani anatoa mapepo akipiga, akifanya mapepo yanatoka watu, wewe unaleta usanii kwa kanisa. Pako unaona waanguki, unaanza kuwapiga mieleka ya serious. Wana mwezi chini. Hiyo ni police case. Usilete usanii, tumie kibali Bwana amekupea. Fanya hiyo bidii yako. Kipo ni kama nimepea mgongo. Hapo ni anguko imeingia. Bwana Yesu asifiwe. Vile ule upiga keyboard ni maarufu na amenyoa panga. Kichwa imekaa kama kona ya bati na mali. Wacha ninyoe hiyo style. Ambia Bwana ninapopiga kinanda, uwepo wako ushuke Baba. Wasinione mimi, wakuone wewe. Jana mara nyingi wanaambia Mungu nifiche. Ndio watu wengi wajioni hata nikiwa kule Jaduni pastor. Naambia Bwana unifiche, wewe ndio uonekane. Na huwa anaonekana wakati sasa niko na kuwakilisha. Ni anadhihirisha na anatenda makuu.
Sasa unaona kiarani ni mwimbaji, umeshambukia microphone, ni pastor, umekaribishwa kutoa ushuhuda wao unaanza kuhubiri. Na mali inasema aje, ukialikwa mahali kaa kwa kiti ya nyuma. Ili aliyekualika akikuona aje akuchukue akwe kwa kiti ya mbele, kuliko wewe umejipakulia kitu ukakaa. Aibu gani unapotolewa kurudishwa nyuma na hii macho yote na kuangalia? Na hii suti yangu hii. Alafu atachukua mtu wa t-shirt wa track ndio anawekwa pale. Ambia jirani yako bana kwa kielele. Unakaa nyuma unatulia. Haya fulani karibu tuhubiri, karibu tuimbie, karibu tupe neno, karibu tupigie muziki. Kama unaona mgeni alikuwa amekaa nyuma na akakaribishwa kuja kupiga muziki, piga kwa Yesu makofi. Lakini wao waonekane Bwana, ile aibu utapata. Unaambiwa hapana, hii kiti sio yako. Hii ni ya mheshimiwa. Amuka, unatolewa hilo. Ukichelewa sana unapigwa jeka. Na ukisumbua sana unatolewa hii ya compound. Kwa hiyo kiti ni yako. Tumala moja. Si ni ukweli? Yesu mwenyewe akafundisha kwenye Biblia. Walikuwapo kwenye sherehe ama ugenini, fika pale na ukae na kunyamaza. Na kumbe siku moja nilienda kwa mtu, kwa nyumba ya mtu. Mkiwa na yeye unajifanya ni muungwana hapo kwa meza. Ametoka ameenda tu msalani kidogo, sasa macho. Pako na kuuza tiles, unaiona? Ukisikia sachu. Yaani unakaa huko unamnyenya macho kwa huko. Haleluya. Yeye tunasemaga mtu mpumbavu. Pana tofauti ya mpumbavu na mjinga. Mjinga, ukisikia mtu anakuita mjinga, wewe sio matusi. Neno mjinga maana yake haujui kuwa tayari kufuzu. Na neno pumbavu ni yule mtu anajifanya anajua na hajui. Ninajua kuendesha gari. Najua kuendesha gari. Hiyo gari, mimi pro, mimi master. Unapewa key kufika pale kwa mlango, kumbe gari inafunguliwa na alarm. Hebu njoo. Kwa nini anafunguaje? Na sisi sema unajua hilo. Kubali uitwe mjinga ili ufundishwe. Kuliko pumbavu, unajifanya unajua na ujui. Ushafunguliwa mlango, umekaa ndani na gia ziko wapi? Nikimaliza niko na mwisho, alafu nije kwenye mabudu sawa na tumulilie Mungu na tuombe kwa bidii. Kitabu cha Wagalatia 6:7. Unaweza anza 6, unaweza anza mpaka 7. Wagalatia 6:7. Andika hizi maandiko yatakusaidia. Wagalatia 6:7. Msidanganyike. Ndio. Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ndio. 8. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Endelea. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho.
sasa mbele za Bwana ni kudumu katika maombi ya bidii, katika imani. Usichoke, maana utavuna kwa wakati. Wakati kifika, kama ni mchumba, Mungu atakupea. Wakati kifika, kama ni magonjwa ulimwomba Bwana kuondolee, ataiondoa. Wakati kifika, kama ni shamba hauna, Mungu atakutoa kwa rento na akupe goma lako. Isipokuwa neno moja, usikate tamaa. Wengi wanazimia. Rudia hiyo, wala 9. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Usichoke hata kusaidia wengine baraka ulizo nazo. Hata kama ni kukwaza, usichoke kusaidia, maana utavuna kwa wakati. Biashara unaamusha inaanguka, maandiko yanasema usichoke. Kuna mwisho wa anguko, haitaanguka tena. Ndoa imejaa vita usiku na mchana, usichoke kuomba. Wakati ikifika, utavuna. Ukitenda mabaya, utavuna mabaya. Ukitenda mabaya, utavuna mabaya. Na ukitenda mema, utavuna mema. Ndio maana hapa maandiko imesema apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Kwa hivyo, tenda mema uvune mema. Tenda mabaya uvune mabaya. Na mabaya yanakuja aje? Wakati jaribu linakuja kwako, ujue hiyo ni mtihani. Na mtihani kila mtu ataifanya. Mko darasa moja na mtihani unaifanya. Na chenye kitasababisha ikuonyesha wewe ulikuwa mkamilifu ni matokeo ya mtihani. Mmefanya mtihani wote, wengine wamepita, nyinyi mmebaki, mnaanza kunung'unika. Na mtihani ni moja, matokeo yenu nimewapea alama ambayo inahitajika mwende au mbaki. Tusichoke kutenda mema kanisa. Usichoke kufanya kazi ya Mungu. Usichoke kuhubiri. Usichoke kumwimbia Bwana. Usichoke kufanyia watu mazuri. Usichoke. Maana unapotenda mema utavuna kwa wakati. Ukitenda mabaya pia utavuna wakati wake utakapofika. Umemalizia? Bwana Yesu asifiwe.